Mtazamaji wa Misaraba Media, ni kukaribisha sana katika kipindi hiki cha Usio ya Jua. Ni kipindi ambacho tunakusogezea mahojiano na viongozi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo kama sehemu ya kutambua mchango wao katika jamii. Na siku ya leo tunaketi pamoja na mwenyekiti wa Baraza la Watoto Taifa ambaye ni Raphael Joseph. Tutazungumza naye mambo kadhaa kuhusiana na harakati zake pengine za uongozi huu, na wakati anaanza pengine hali ya Baraza la Watoto ilikuwaje na mpaka sasa hivi kuna maendeleo gani ambayo yameonekana katika baraza hili. Ni story kadhaa ambazo tutazungumza naye. Kumbuka huyu pia ni mkazi wa hapa Shinyanga, anaongoza Baraza la Watoto Taifa. Jina langu ni Mapuli Kitina Misaraba. Nikukumbushe pia tunafanya vipindi hivi kwa nguvu ya kampuni ya East African Spirit, ambapo unaweza kutumia vinywaji vyao muda wote. Habari za siku nyingi kwanza? Salama kabisa. Uko poa? Niko poa. Unaendeleaje? Nashukuru Mungu, naendelea vizuri kabisa. Pole na harakati zako za hapo na pale, mizunguko yako. Naamini hivi karibuni ulikuwa Arusha pia. Yes, kweli nilikuwa Arusha kwenye mkutano wa siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Hongera sana. Asante sana. Tufahamishe, wakati unaingia kwenye Baraza la Watoto, alikuwepo pia mwenyekiti wa Baraza la Watoto Taifa ambaye alikuwa anatokea mkoa wa Shinyanga, ambaye alikuwa ni wa kike, lakini na wewe pia ukabahatika kuingia kwenye nafasi hii ya mwenyekiti taifa. Ulijisikiaje na hali ilikuwaje wakati wa kura pale? Uchaguzi kiukweli siku zote haukuwa, yani uchaguzi siku zote huwa ni mgumu. Binafsi na shukuru kwanza kwa kushinda, lakini pia nilikutana na watoto kutoka mikoa mingine kwa sababu ni uchaguzi ambao unahusisha watoto kutoka mikoa yote ya Tanzania, ikiwemo Tanzania bara, Tanzania na pia visiwani. Kwa hiyo tulikutana wengi, pressure ya uchaguzi ikawepo, lakini kwa sababu Shinyanga tunafanya vizuri hususan kwenye swala zima la Baraza la Watoto, ikatufanya pia tuweze kuchukua hii nafasi kwa mara ya pili mfululizo, ambapo mtangulizi wangu Nancy Alois Kasembo alitokea mkoa wa Shinyanga, lakini pia niliyefuatia pia nilitokea mkoa wa Shinyanga. Hongera sana. Nashukuru. Unaweza kufahamisha Watanzania wanaokutazama muda huu pengine Baraza la Watoto kwa ufupi tu linajishughulisha na nini? Baraza la Watoto ni jukwaa huru ambalo limeanzishwa na serikali ikiwa ni utekelezaji wa mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto ambao lizitaka hizo nchi kuweza kuanzisha mabaraza ya watoto. Kwa hiyo liliundwa mahususi kama jukwaa ambalo linawakutanisha watoto waweze kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yanawahusu, lakini pia kuwasilisha matatizo mbalimbali ambayo yanahusiana na watoto. Kwa hiyo Baraza la Watoto lipo nchini Tanzania na kuna muundo ambao upo wa Baraza la Watoto. Baraza la Watoto linaanzia ngazi ya chini kabisa, ngazi ya kijiji au mtaa, ambapo kuna viongozi kule wa shuleni. Baada ya hapo kuna baraza la kata, likitoka baraza la kata kuna baraza la wilaya, kuna baraza la mkoa na kuna baraza pia la taifa. Kwa hiyo mimi hizo ngazi zote nimepita mtaa, nikapita kata, nikapita wilaya, nikapita mkoa na hatimaye leo ni mwenyekiti wa Baraza la Watoto la Taifa. Lakini ukiacha nafasi hii pia mimi nilibahatika kuteuliwa kuwa miongoni mwa machampioni mabalozi wa UNICEF vijana, ambapo kwa sasa hivi pia ni UNICEF Youth Advocate, ambapo nipo kwenye eneo la child participation. Hongera sana. Asante sana. Fursa hizi nani hasa ambaye huwa anakusupport zaidi, ambaye ungependa kumshukuru kabla tujaendelea? Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anaponijalia nafasi kama mimi, naamini mafanikio yangu sana ni kupitia nguvu ya Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai, lakini pia na uwezo ambao nilionao wa uongozi. Lakini pili, kipekee ni washukuru wazazi wangu kwa kunilea katika misingi ambayo inafaa, na hatimaye leo ni kiongozi wa watoto. Lakini ni washukuru walimu wangu shuleni, na ni washukuru pia viongozi mbalimbali wa serikali ambao ni kuanzia ngazi ya chini kabisa. Kwa maana hiyo nilipokuwa kiongozi wa Baraza la Watoto la mtaa, la kata, kuna viongozi kule wakiwemo mtendaji, maafisa maendeleo pamoja na viongozi wengine, wote wamekuwa kinishika mkono, maafisa maendeleo wa wilaya, wa mkoa na mpaka wizara yangu pia ya maendeleo ya jamii. Lakini pia ni washukuru wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakinijenga binafsi mpaka kufikia hii hatua nilionayo. Miongoni mwa wadau ni pamoja na nyie watu wa vyombo vya habari, mashirika mbalimbali ambao yanahusiana na watoto, ikiwemo pia UNICEF ambao wamekuwa wakinipa nafasi na kunitafutia platform mbalimbali kuweza kuwasilisha masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na watoto hapa nchini. Nataka wafahamishe Watanzania pengine baraza hili la watoto linawasaidiaje watoto katika kutetea haki zao, lakini pia kuinua vipaji vyao? Baraza la Watoto linawasaidia watoto katika masuala mengi sana ambayo yanahusiana na wao. Jambo la kwanza, linawapa watoto uwezo wa kujiamini na kuweza kujieleza. Kwa sababu mtoto anapokuwa na uwezo wa kujiamini na kujieleza, ana uwezo wa kuweza kujisemea anapopata changamoto mbalimbali.
Kwa hiyo matukio mbalimbali ambayo ya ukatili yanaripotiwa na watoto, ukifuatilia watoto wengi wanatokea kwenye haya mabaraza ya watoto kwa sababu wanakuwa wamepata hiyo elimu inayohusiana na ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo wanakuwa na uwezo wa kuweza kuripoti, kwa sababu anapopewa hiyo elimu anajua pia ni wapi akaripoti kitendo cha ukatili akifanywa au akiona mwenzie kafanywa. Lakini faida nyingine ya baraza la watoto ni watoto wanakuwa na uwezo wa kuwa viongozi. Tukiangalia kwa sasa hivi baadhi ya viongozi waliopo hapa nchini wamepita huku chini kwenye baraza la watoto. Kwa hiyo baraza la watoto linawafanya watoto kujiamini kuwa viongozi, lakini pia kufanya vizuri shuleni, kuwa na uwezo wa kujisemea, lakini pia ninawapa kama ni fursa ya kukutana na wengine, kwa sababu mimi leo nipo mkoa wa Shinyanga, nikienda mkutano mkuu wa taifa nakutana na watoto kutoka sehemu mbalimbali. Kwa tunapokutana pale tunabadilishana uzoefu, kwa sababu tunapata pia nafasi ya kujua matatizo yaliyopo kwa maeneo mengine. Huenda sisi Shinyanga huku labda tatizo la mila na desturi potofu ni tatizo kubwa, lakini ukienda sehemu nyingine wana matatizo yao. Kwa hiyo tunakuwa na uwezo wa kufahamu mazingira ya sehemu mbalimbali. Lakini pia baraza la watoto linawapa fursa watoto kuweza kukutana na viongozi mbalimbali. Leo hii kiongozi wa baraza la watoto hapa manispaa ana uwezo wa kukutana na mkuu wa mkoa akamweleza masuala ya watoto, akakutana na mkuu wa wilaya, akaenda redioni akazungumza. Kwa hiyo ni miongoni tu mwa faida ambazo mtoto anaweza kazipata akiwa kwenye baraza la watoto. Baada ya kupata nafasi hii, ni mambo gani ambayo umeyaboresha? Cha kwanza nimeimarisha baraza langu la mkoa wa Shinyanga ili liendelee kuwa bora zaidi. Lakini cha pili nimejitahidi kufanya mabaraza ya watoto yawe na umoja, hususan ni baraza la watoto yaliyopo Zanzibar, lakini pia yaliyopo huku bara. Lakini mambo mengine ambayo nimefanikiwa nimeyafanya ni kushiriki mambo mbalimbali kuwakilisha watoto, kwa sababu sijaishia tu kwamba ni mwenyekiti wa baraza la watoto taifa, lakini pia nimeshiriki vikao mbalimbali vya kimataifa ikiwemo mkutano mkuu wa SADC, na mwaka jana pia nilibahatika kuchaguliwa kuwa miongoni mwa wabunge katika bunge la watoto la SADC. Kwa hiyo lakini pia nimeweza kuwasilisha ripoti mbalimbali ambazo zimeandaliwa na watoto, ikiwemo ripoti ya dira ya maendeleo ya taifa ambayo nimewasilisha kwenye Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini vile vile Tume ya Taifa ya Mipango. Lakini pia nimeongoza vikao mbalimbali vyenye kuleta manufaa kwa watoto, ikiwemo vikao ambavyo vinahusiana na kupinga ukatili. Mfano kwa mkoa wa Shinyanga nimeshiriki vikao vya mtakuwa kuwakilisha watoto, lakini pia hata kwa level ya taifa pia nimeweza kushiriki kwenye kutoa maoni kwenye masuala ambayo yanapinga ukatili wa watoto hapa nchini. Lakini mafanikio mengine makubwa ni kuhusiana na kudhibiti ukatili wa watoto mtandaoni. Nashukuru kwa mwaka jana pia nilikuwa ni miongoni mwa watu ambao tulishiriki kuzindua kampeni ya kitaifa ya kudhibiti ukatili wa watoto mtandaoni, na tumeona pia faida zake. Kwa sasa hivi watoto wanatambua kabisa mitandao hiyo wanayoitumia ni salama, lakini kwa mpande mwingine sio salama. Sawa, natamani nifahamu pia ni kwa namna gani umeboresha katika mfumo wa kupokea changamoto za watoto ikiwa masuala ya ukatili nchini. Kwa sababu upo mkoani Shinyanga lakini unahudumia taifa zima. Mfumo uliopo, cha kwanza ni mabaraza ya watoto, ni mfumo wa kwanza ambapo tunapokutana kama viongozi wa mabaraza ya watoto huwa tunapokea ripoti. Kwa mfano labda kuna kiongozi mwenzangu anatokea mkoa labda wa Arusha, wa Mwanza, anatupa taarifa kwamba ni kwa namna gani sasa katika mkoa wake yeye watoto wanaweza kuripoti hizo taarifa za ukatili, kwa sababu mabaraza ya watoto pia mashuleni yapo. Lakini jambo kubwa zaidi au njia rahisi zaidi ambayo watoto wamekuwa tukitumia katika kuwasilisha hizi changamoto za ukatili ni kupitia dawati la jinsia. Nashukuru pia dawati la jinsia la ulinzi na usalama wa mtoto shuleni limezinduliwa pia nikiwa kiongozi wa baraza la watoto. Kwa hiyo viongozi hawa ambao sisi ni viongozi wa baraza, lakini pia kwenye dawati la ulinzi na usalama wa mtoto shuleni limekuwa likitumika kuwasilisha hizi taarifa, ambapo ukiangalia kwenye hilo dawati lina miongozo mbalimbali ambayo inatuelekeza kwenda kutoa taarifa kwa walimu. Lakini pia mashuleni sasa hivi kuna masanduku ya maoni ambayo tunatumia pia kuripoti hizo taarifa za ukatili. Lakini mazingira yametengenezwa pia kuwa rafiki kuweza kuwasilisha hizo taarifa katika jeshi la polisi. Kwa sababu maaskari ni marafiki wa watoto, wanakuja mashuleni wanaelimisha. Kwa hiyo watoto sasa hivi hatuwaogopi polisi kama zamani ilivyokuwa, kwamba mtoto kafanywa ukatili akaripoti polisi. Kwa sasa ilikuwa ni kazi kidogo, lakini kwa sasa hivi mtoto ana uwezo wa kuzungumza na polisi kwamba nimepitia changamoto hii na hii. Kwa kweli tumefanikiwa kwa namna hiyo.
Sawa, hapo awali umegusia masuala ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Natamani nifahamu sasa kuna changamoto gani ambazo umezibaini katika matumizi ya teknolojia hasa kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza kabisa ni kili kwamba kwa sasa hivi dunia yetu ipo kwenye maendeleo makubwa sana ya sayansi na teknolojia. Na jambo hili halipingiki na kila mmoja analifahamu. Kwa hiyo maendeleo haya ya sayansi na teknolojia si kwamba yanakuja tu na faida, lakini pia yanakuja na hasara zake. Hivi karibuni tulikuwa tukipambana na aina kuu kama 5 za ukatili. Kwa tunapambana na ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono, ukatili wa kijinsia, utelekezaji, ukatili wa kiuchumi pia. Lakini hivi karibuni kutokana na maendeleo haya ya sayansi na teknolojia umejitokeza ukatili wa watoto mtandaoni. Kwa hiyo ni changamoto ambayo kwa hapa nchini kwetu ipo kwa sababu watoto wamekuwa wakipata athari nyingi sana ikiwemo athari za kisaikolojia. Unakuta mtoto amepigwa picha ambayo haifai lakini anakuwa anatishio kwamba usipofanya hivi hiyo picha naiposti na vitu vingine. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ipo kwa hapa nchini. Kwa hiyo kutokana na hiyo changamoto kuwepo, binafsi kama kiongozi wa Baraza la Watoto Taifa, kila ninapopata nafasi natumia pia hiyo nafasi kuweza kuwaeleza watoto kwamba huu ukatili upo na una changamoto kubwa sana hapa nchini kwetu, ambapo pia nashukuru serikali pia ile tatizo imeliona kwamba ni kubwa na wanalifanyia kazi, ambapo miongoni mwa hatua za awali ambazo serikali kwa kushirikiana na sisi Baraza la Watoto tumezichukua ni maadhimisho ya mtoto wa Afrika 2022 nadhani 2022 lakini pia 2023 yalitoa kauli mbiu ambayo inalenga usalama wa mtoto kidigitali, lakini pia kwa mwaka jana tumezindua kampeni ya udhibiti wa ukatili wa watoto mtandaoni. Kwa sababu hili tatizo ni kubwa na tunatakiwa tulidhibiti wote kwa pamoja, wadau, serikali pamoja na sisi watoto. Sawa, hongera pia kwa hatua hiyo kwa kuimarisha katika upande huo. Natamani pia ni kupeleke sehemu nyingine. Tukisalia huko shuleni, tunafahamu changamoto ni nyingi ambazo watoto huwa wanakabiliwa nazo. Pengine kuna masuala ya adhabu mbalimbali hasa mashuleni zimekuwa zikitolewa, pengine kuna changamoto mbalimbali tumekuwa tukizisikia kwenye mikoa tofauti tofauti, pengine kuna changamoto za walimu kuchapa wanafunzi viboko zaidi ama tofauti na kile kiwango ambacho kimewekwa na serikali. Pengine kumekuwa na jitihada gani ambazo pengine nini kama kiongozi wa Baraza la Watoto Taifa ambao umekuwa ukizifanya kuhakikisha basi watoto adhabu hizi zinapungua hasa mashuleni na nyumbani pia? Kwanza kabisa na akili, kuna tatizo kubwa sana la adhabu ambazo sio rafiki kwetu watoto sana tunapokuwepo shuleni. Na tatizo hilo limekuwa ni kubwa kwa sababu kwa sasa hivi ukiangalia ni watoto wengi sana ambao wamepata ulemavu, lakini pia wamefanywa ukatili na wengine mpaka wamepoteza maisha kutokana na hizi adhabu ambazo sio rafiki mashuleni. Kwa sasa hivi binafsi mimi mwenyekiti wa Baraza la Watoto Taifa, Baraza la Watoto Tanzania, lakini pia kama UNICEF Youth Advocate naungana na wadau wote nchini Tanzania kupinga adhabu ambazo ni hatarishi kwa watoto. Adhabu hizo ni pamoja na adhabu ya viboko. Hii adhabu ya viboko tumekuwa tukizungumza muda mrefu sana na imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu adhabu ya viboko imekuwa na athari kubwa sana kwa watoto. Binafsi tumefanya tathmini mbalimbali kama sisi watoto. Tulikutana na Baraza la Watoto Taifa jijini Dar es Salaam, tukafanya tathmini inayoonesha athari ya hii adhabu ya viboko mashuleni. Tulipitia mwongozo wa adhabu, inaonesha kwamba mwalimu anatakiwa kuchapa viboko kama 3. Vikizidi sana ni 5 na hivyo 5 ni kwa idhini ya mkuu wa shule. Lakini mmoja kufanya tafiti kwa watoto na wanafunzi inaonesha walimu wanapiga mpaka viboko 20, 30. Kwa maana hiyo sheria au ya adhabu iliyopo haizingatiwi na ifatwi ambavyo inapaswa. Kwa hiyo binafsi tukawa tumeiomba serikali kwamba hiyo adhabu ya viboko inatakiwa ifutwe na ziwepo adhabu mbadala ambazo zina lengo la kumjenga mtoto. Na tulipitia pia tukaangalia hata mifano kwa nchi mbalimbali. Mfano South Africa hawana kabisa adhabu ya viboko kwa sababu ni adhabu ambayo pia tumeirithi kutoka kwa wakoloni, na kwa mazingira ya sasa hivi watoto hatutaki tupewe adhabu ya viboko kwa sababu inawafanya watoto kupata madhara mbalimbali ikiwemo hata kuichukia shule, kuchukia walimu. Hata ukifanya tafiti watoto walio wengi pia wanaacha shule kutokana na hiyo adhabu ya viboko. Binafsi tunaipinga na tunaiomba bunge na serikali ili angalie jambo hili kwa mtazamo mkubwa na waone namna ya kuweza kulitoka, sababu adhabu hizi zimekuwa na changamoto kubwa sana kwetu sisi watoto. Unafikiri pengine ni njia ipi mbadala ambayo inaweza kutumika tofauti na adhabu ya viboko?
Adhabu, kuna miongozo ambayo pia imetolewa, kwa sababu ukiangalia wadau mbalimbali wameungana, ikiwemo Save the Children, UNICEF pamoja na wadau mbalimbali ambao pamoja na sisi Baraza la Watoto ambao wote tuna lengo la kukomesha hii adhabu ya viboko hapa nchini. Kwa hiyo hivyo vijarida na vitabu vya adhabu mbadala vipo, ukizungumza na UNICEF na Save the Children, lakini adhabu mbadala ambazo miongoni tulizipendekeza ni adhabu ambazo zinaweza kumjenga mwanafunzi. Mfano tu, mwanafunzi anapewa labda adhabu ya kudeki labda vyoo, ambapo hata akirudi nyumbani atakuwa na huo ujuzi wa kudeki nini vyoo. Lakini hizi adhabu mbadala, kuna watu watauliza pia kwamba adhabu mbadala anazifanya muda gani? Adhabu mbadala ambazo tunazipendekeza sisi ni mtoto anazifanya muda ambao ni rafiki, mfano kipindi cha mapumziko na muda ambao mwalimu anaweza kaona ni rafiki. Adhabu hiyo inaweza labda ni kuandika essay, kutunga labda shairi, labda pia kuandika insha mbalimbali, kwenda kulima bustani, kudeki. Ni miongoni tu mwa adhabu ambazo, lakini zipo nyingi sana ambazo ni mbadala ambazo zinamjenga mtoto. Asante, nakushukuru sana kwa masuala hayo ambayo umeendelea kuyapambania. Natamani pia ni kupeleke kwenye issue nyingine. Baraza la Watoto, nafahamu kwamba na ninyi mna nafasi kubwa hapa nchini katika kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za maendeleo, na kulikuwa kuna masuala mbalimbali, mashirika na serikali pia ilikuwa ikishughulikia swala la kuhakikisha kila mmoja anashiriki kwenye dira ya maendeleo ya taifa kuelekea 2050. Pengine nataka kufahamu sasa ushiriki wenu kama watoto, Baraza la Watoto lishiriki vipi katika kuhakikisha basi linatoa maoni yake kwenye dira ya maendeleo ya taifa kuelekea 2050? Kwanza kabisa nianze kwa kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pili ni washukuru wadau ambao wamesaidia ushiriki wa watoto katika dira ya maendeleo ya taifa. Mchakato wa dira ya maendeleo ya taifa ulimfikia kila mmoja wetu, hata watazamaji wetu na pia hata wewe ulikufikia. Lakini kipekee ulitufikia pia watoto nchini Tanzania, ambapo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Tume ya Taifa ya Mipango pamoja na UNICEF waliratibu zoezi la ukusanyaji wa maoni ya watoto hapa nchini, wakitambua kabisa kwamba umuhimu wa hili kundi la watoto. Kwa sababu dira ya maendeleo ya taifa ni ya 2050, actually ni miaka 25 inayokuja. Ukiangalia takwimu kwa mujibu wa sensa ya 2022, 50% ya Watanzania ni watoto. Kwa hiyo kuja kufika 2050, kundi hili la watoto lililopo leo ndio watakao kufanyia kazi hiyo dira ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo binafsi kama watoto tulishirikishwa, na mchakato huo uliratibiwa kama nilivyozungumza hapo awali na shirika la UNICEF, lakini pia Tume ya Taifa ya Mipango na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Mchakato watoto waliochangia maoni yao ni zaidi ya watoto 14,400, ambapo mikoa iliyofikiwa ni minne. Ilikuwa ni Zanzibar, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Mwanza na mkoa pia wa Kigoma, ambapo walikusanywa watoto wakaweza kutoa maoni yao kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa. Lakini pia kuna jukwaa ambalo lipo UNICEF linajulikana kama U-Report, pia lilitumika kukusanya maoni mbalimbali ya watoto ambao wanahusiana na dira ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tunashukuru tulishirikishwa, maoni hayo yalikusanywa, na nashukuru pia binafsi nilishiriki kuyakabidhi. Nilikabidhi kwa Katibu Mkuu wa Tume ya Mipango ya Taifa, ambapo pia alikuwepo na waziri wangu Dorothy Gwajima. Sasa kwenye huo mchakato wa dira ya maendeleo ya taifa, ningependa nielezee kidogo namna ambavyo watoto tulishiriki. Kwanza watoto tuna haki ya kushirikishwa. Kwa hiyo haki yetu ya msingi ilitimizwa, haki ya kushiriki. Kwenye huo mchakato tulilenga nguzo kuu 4 za mtoto ambazo zipo kwenye mkataba wa kimataifa wa mtoto 1989 ambao nchi yetu ya Tanzania pia imeusaini, ambapo maoni yao yalilenga maeneo makuu 4. Tuliangalia eneo la kwanza lilikuwa ni haki ya maendeleo, yani kuendelezwa. Lakini pia tuliangalia haki ya ushiriki wa watoto, tuliangalia pia haki ya ulinzi wa watoto, lakini pia tuliangalia na haki ya ushiriki. Kwa hiyo kwenye kila eneo watoto tuliweza kutoa maoni yetu, na njia zilizotumika kukusanya haya maoni. Kwanza kulikuwa na mijadala mbalimbali tulifanya kama watoto, ambao tuliita bunge la watoto. Mmoja anaongoza, tunachangia kwamba ni Tanzania ya namna gani tunaiona miaka 25 inayokuja. Lakini pili tulitumia njia
uandishi wa barua kwamba mimi labda ni mtoto namwandikia barua Rais Samia napendekeza hiki na hiki na hiki. Lakini pia tulikuwa na midahalo ambayo ililenga pia kukusanya maoni ya watoto kuhusiana na dira ya maendeleo ya taifa, lakini mwisho tulitumia njia ya michoro ambapo kila mtoto alipewa karatasi akachora kwamba katika miaka 25 inayokuja anaiona Tanzania ya namna gani. Sasa kwenye kila eneo kuna vitu ambavyo tulivizungumzia kwenye hayo maeneo manne ambayo tulijikita zaidi kwenye kutoa maoni yetu kama watoto. Natamani wataje baadhi ya maeneo ambayo mlijikita, ambayo mliyataja kule kwenye dira ya taifa ya maendeleo kuelekea 2050. Cha kwanza, kwenye eneo la kwanza ambalo nilijikita zaidi kwenye maendeleo ya mtoto. Kwenye hilo eneo kama watoto, cha kwanza tuliangalia namna ambavyo watoto wanatakiwa kuendelezwa. Na tunapozungumzia kuendelezwa mtoto, anatakiwa endelezwe kielimu, anatakiwa endelezwe pia kipaji kama anacho, anatakiwa endelezwe kiroho, kuna watoto na vipaji. Kwa hiyo kwenye hayo maoni sasa ambayo tuliyazungumza kwenye kuendelezwa hapo, tulilenga zaidi kwenye eneo la elimu, ambapo jambo la kwanza kabisa tulizungumzia kwamba tunatakiwa tuone elimu ambayo inaendana na maendeleo ya sayansi na teknolojia na elimu ambayo pia ni ya kisasa. Tuendelee na kipindi cha Usio ya Jua, na bado tunazungumza na mwenyekiti wa Baraza la Watoto Taifa Rafaeli Charles Joseph ambaye tupo naye hapa, mwenyekiti wa Baraza la Watoto Taifa. Na pengine sasa tunataka kufahamu kuna mambo mengine yapi mengine ambayo mlitoa kama maoni yenu, kama mchango wenu kwenye dira ya maendeleo ya taifa kuelekea 2050. Yes, kwanza kwenye maendeleo hapo tulijikita zaidi kwenye elimu, ambapo watoto tuliweza kuibua changamoto mbalimbali zilizopo kwenye elimu, ikiwemo uchakavu wa miundombinu mashuleni. Kwa hiyo kwenye miaka 25 inayokuja tunatamani kuona miundombinu ambayo imetumika zamani inaboreshwa na inakuwa ni rafiki zaidi kwa watoto, mazingira yawe rafiki ya ujifunzaji. Lakini pia tulizungumzia kuhusiana na ajira za walimu, kwamba waajiriwe walimu ambao wanaendana na ulimwengu wa sasa, ambao pia wamepata mafunzo ya hii sayansi na teknolojia. Yes. Kwa hiyo nguzo ya pili ambayo tulizungumzia ni haki ya kuishi, ambapo watoto tulijikita zaidi kuchangia kwenye eneo la afya, kwa sababu maoni tuliyoyakusanya ni mengi sana, maoni karibia 10,000 na kuzidi, na tumewasilisha. Kwa hiyo hapa najaribu tu kuzungumzia kwa uchache miongoni mwa vitu ambavyo vilivyopo kwenye maoni ambayo tuliweka kwenye dira ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo kwenye nguzo ambayo ni muhimu ya kuishi, tulizungumzia masuala ya chanjo kwa watoto, namna ambavyo tunatamani iwe, lakini pia tukazungumzia kuhusiana na swala la bima kwa watoto, na tulijikita kwamba tunakoelekea kwenye miaka 25 mtoto anaporipoti kidato cha kwanza, anapoanza chekechea, walimu hakikisha kwamba wanapompokea awe na bima, ili kumhakikisha kwamba anapopata tatizo lolote la kiafya anakuwa yupo salama. Lakini pia mazingira rafiki ya kuwapokea watoto wanapokuwa wameenda hospitali ni miongoni mwa vitu ambavyo pia tuliweza kuchangia katika dira ya maendeleo ya taifa. Lakini kwenye nguzo ya ulinzi tulizungumzia zaidi kuhusiana na ukatili, kwa sababu tunapozungumzia kumlinda mtoto pamoja na kumlinda na vitendo vya ukatili. Kwa sasa hivi nchi yetu ni miongoni mwa nchi ambazo watoto wanapata sana matatizo ya ukatili, na vyombo vya habari kila siku vinaripoti. Kwa hiyo tunatamani katika miaka 25 ijayo vitendo hivyo vya ukatili viweze kupungua, na katika dira ya maendeleo ya taifa tuliweza kuainisha mbinu mbalimbali za kuweza kutokomeza vitendo vya ukatili, na tulibezi sana kwamba hii mitandao ya kijamii ambayo imeendelea sasa hivi na maendeleo ya sayansi na teknolojia tuweze kuitumia pia katika mapambano dhidi ya ukatili, kwa sababu watu wengi sasa hivi wapo kwenye sayansi na teknolojia. Kwa hiyo serikali tuliomba na wadau watumie vizuri mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba inaangamiza pia vitendo vya ukatili, kwa sababu tukitoa elimu kupitia mitandao ya kijamii itawafikia watu wengi zaidi, na hususan kwa nchi yetu ongezeko la watu wanaotumia mitandao ya kijamii imezidi kuongezeka kila siku. Lakini nguzo ya 4 tuliyozungumzia ni kushirikishwa, ambapo tuliomba serikali kuhakikisha kwamba wanatengeneza majukwaa mengi mbalimbali ambayo yatarahisisha watoto kuweza kushirikishwa, na tunasema mtoto anatakiwa ashirikishwe kwenye masuala ambayo yanamhusu. Kwa hiyo kuna masuala mbalimbali ambayo yanatuhusu sisi kama watoto, tunataka tushirikishwe, lakini kuna masuala ambayo hayahusiani na sisi, kwa hiyo hatuhusiki. Lakini kwenye kila jambo ambalo linahusiana na watoto na sisi tunashirikishwa. Mfano kwenye dira ya maendeleo inalenga makundi yote, na sisi watoto pia tumeweza kushirikishwa, na ili watoto waweze kushiriki pia tunatakiwa tengenezwe majukwaa kama nilivyosema. Mfano baraza la watoto hili lililopo tunatakiwa
liendelezwe na lifanywe kuwa kubwa zaidi na liweze kutengeneza mazingira ya watoto kuweza kushiriki. Lakini mbali na baraza la watoto, pia serikali inatakiwa iweze kutengeneza mazingira rafiki ya watoto kushiriki, majukwaa mbalimbali ambayo yaliopo yote yanayohusiana na watoto waweze kushiriki katika masuala ambayo yanatuhusu. Na ukiangalia watoto wana mawazo ambayo ni mazuri. Wewe unaweza ukao mzazi unataka kumpangia mtoto kitu fulani, lakini kumbe yeye kapanga kitu fulani ambacho anacho, kwa sababu kuna mambo ambayo kwenye familia yanaamuliwa tu. Unashangaa baba na mama wamekaa wanakuja na kitu fulani wameshakiamua, basi ndio inakuwa ni hivyo. Yeah. Sawa, na natamani tusimamie hapo kwenye masuala ya ukatili. Ni mambo ambayo hivi karibuni limeibuka janga pia la ulawiti kwa watoto. Pengine ni kwa namna gani mnapambana na haya masuala, ukatili kwa watoto, lakini pia hasa ulawiti ambao una athari kubwa sana kwa watoto? Hilo tatizo kwa hapa lipo na limekuwa ni kubwa sana. Kwanza kabisa nitumie pia fursa hii kuiomba serikali na kuambia wadau wote kwamba kwa sasa hivi nchi yetu tatizo hilo ni kubwa, na waomba wadau, serikali pamoja na watu wote tuangalie kwa jicho la tatu mtoto wa kiume. Kubali kwamba mtoto wa kike alikuwa na changamoto kubwa sana hapo awali, na hata sasa hivi zipo. Alikuwa labda masuala ya ukeketaji, mimba za utotoni, ndoa za utotoni. Kwa hiyo serikali na wadau walijikuta wamebezi sana upande wa mtoto wa kike, wakajikuta wanasahau upande wa mtoto wa kiume. Kwa maana hiyo kwa sasa hivi hata ukiulizwa hata wewe mtangazaji kwamba nitajie shule bora ya kiume, inakuwa ni changamoto kidogo kufanyaje. Lakini ukiambiwa taja shule ya kike, unajua kuna St. Francis, kuna nini. Kwa hizo shule zipo. Kwa hiyo watoto wa kiume kwa sasa hivi hapa nchini tuna changamoto kubwa. Kwa sasa hivi kuna hii issue ya ulawiti. Sawa, inalenga makundi yote, lakini mtoto wa kiume ni miongoni mwa makundi ambayo inakumbwa sana na ina athari kubwa sana. Lakini pia kuna hivi vitendo vya ushoga vinalenga pia watoto wa kiume. Lakini kuna watoto ambao tunawaita panyalodi, ni watoto wa kiume. Lakini kuna watoto wanaofanya kazi na kuishi mitaani, watoto wa kiume. Kwa hiyo nikirudi kwenye swala la ulawiti, ni tatizo kubwa. Kwa hiyo jambo la kwanza tunatakiwa tumwangalie kwa jicho la tatu mtoto wa kiume, tumpe elimu kutana na ulawiti, kwamba atambue kwamba ubakaji sio tu kwa mtoto wa kike, lakini pia kwa wewe mtoto wa kiume. Lakini pia kwa ujumla sasa watoto wote wapewe hii elimu kwamba hivi vitendo vipo na ni hatari, na mzazi ana wajibu wa kumwambia mtoto wake bila kumficha. Watoto sasa hivi tuna upeo pia mpana sana. Ni unamueleza kwamba ipo hivi na hivi na hivi, kuna hizo changamoto unatakiwa uepukane nazo hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo changamoto ya ulawiti ni kubwa hapa nchini, na nashukuru pia kuona matukio mengi yanaripoti. Kwa sababu zamani watu walikuwa hawana elimu, kwa hiyo vitendo vinatokea haviripotiwi. Lakini kwa sasa hivi unapoona inaripotiwa hivi, ni watu wanajua kabisa kitendo fulani kimetokea, kinatakiwa kifanywe, kiripotiwe jeshi la polisi na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tumefanikiwa japo sio kwa sana kwenye utoaji wa taarifa. Kwa hiyo kwa sababu matukio yanaibuka, tuanze pia kupambana nayo kwa kuwapa elimu watoto ya kuhusiana na kujilinda, lakini kuwaelimisha wazazi athari za huo ulawiti, lakini pia kutengeneza mazingira rafiki kwa watoto na kuwaelimisha watoto kuhusiana na mazingira hatarishi, kwamba maeneo fulani usiku hutakiwi kupita, maeneo fulani ni hatarishi. Hili swala la watoto kuishi na kufanya kazi mtaani, wengi weko katika fungu kama watoto ambao hawana wazazi wao. Pengine kuna jitihada gani zinafanyika? Pengine huoni kwamba kuna umuhimu pia wa kutengeneza mazingira kama ni vituo vya kuwalea hao watoto ambao wanaonekana hawana sehemu ya kuishi, hadi ambayo inawapelekea kwenda kuishi mtaani na kuishi maisha ambayo pengine hayakuwa sehemu ya malengo yao? Kwanza kabisa naomba nizungumze hiki kitu kwamba tunasema mtoto haujazama. Yaani mtoto mtaa hauna mtoto. Sasa ile tatizo limekuwa ni kubwa sana la watoto ambao wanaishi na kufanya kazi mitaani. Na changamoto kubwa imetokana na malezi kuwa mabovu ya wazazi, ambapo kuna watoto wengine tukikutana nao huko tunapofanya hii elimu, mtoto namuuliza kabisa vizuri kwamba ilikuwaje ukaja huko. Ukiangalia kwao mazingira ni rafiki, lakini kutokana tu na kwamba kuna namna wazazi waliweza kupwaya kwenye malezi ya mtoto,
ndio inapelekea mtoto anaweza kuingia katika mazingira ambayo ni hatarishi ya kufanya kazi na kuishi mtaani. Kwa maana hiyo, kwa sasa hivi kuna watoto wengi sana ambao wanafanya kazi na kuishi mtaani. Hili tatizo ni kubwa. Kwa hiyo nitoe wito kwa serikali na wadau, lakini pia na sisi baraza la watoto. Tuna wajibu wa kuwabaini hao watoto, kwamba nimebaini kwamba kuna watoto eneo fulani wanafanya kazi na kuishi mitaani. Tukishawabaini, vituo vipo ingawa sio vya kutosha, ambavyo vinawachukua watoto na kuweza kuwaendeleza. Miongoni mwa hivyo vituo kuna kituo cha Kikombo kipo Dodoma, na karibia kila mkoa kuna hivyo vituo ambavyo vinawapokea hao watoto. Kwa hiyo jamii tunatakiwa tuungane kumuokoa mtoto na tumuepushe kufanya kazi na kuishi mtaani, kwa sababu tunawapoteza watoto wengi sana. Wanafanywa ukatili, wanabakwa, lakini pia wanakosa haki zao za msingi kama haki ya elimu, wanakutana na vikundi hatarishi, ndio tunao walita panyalodi hao. Lakini serikali ikisimama vizuri, wazazi wakisimamia vizuri upande wa malezi, lakini tukao na uwezo wa kutoa taarifa, watoto wao watakusanywa, na wapo ambao walirudishwa na wanafanya vizuri tu sasa hivi, ambao wanafanya kazi na kuishi mtaa. Lakini kwa sasa hivi wapo kwenye vituo wanaendelezwa kielimu, kuna hizi MEMKWA, kuna majukwaa mbalimbali, mfano kama UNICEF hivi karibuni nilikuwa nao kwenye field mkoani Mbeya. Kuna vituo vipo, kuna kituo kinaitwa IPOSA, kinawakusanya watoto kama hao, kinawapa skills mbalimbali ambazo pia ni study za maisha. Kwa hiyo mtoto akishapata ujuzi hawezi pia kurudi tena huko mtaani, kwa sababu atakuwa na elimu na upeo pia kuweza kufanya shughuli mbalimbali. Natamani pia nipate kitu chochote kutoka kwako, pengine serikali huwa inahamasisha sana na pengine inafikia hatua ya kutumia nguvu kubwa kuhakikisha watoto wanakwenda shule pale shule zinapofunguliwa. Natamani kufahamu kutoka kwako, utoe elimu kidogo kwa wazazi. Elimu ina umuhimu gani hasa kwa watoto, na pengine pale mtoto anapokosa haki yake ya elimu ni athari zipi ambazo anakutana nazo moja kwa moja? Kwanza kabisa, miongoni mwa haki za mtoto ni haki ya elimu. Kwa sababu mtoto ana haki ya elimu, mzazi sasa wa huyo mtoto ana wajibu wa kuhakikisha kwamba huyo mtoto anapata elimu. Na haki ya elimu ipo kwenye kundi la kuendeleza, kwa sababu unapokuwa umemnyima mtoto elimu, tayari unakuwa umemfanyia kitendo cha ukatili. Kwa sababu tunapozungumzia ukatili ni uvunjifu wa haki za mtoto. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa watambue kwanza kila mtoto ana haki ya kupata elimu. Kwa hiyo na kila mzazi ana wajibu wa kuhakikisha mtoto wake anapata elimu, kwa sababu kwa dunia sasa hivi elimu ni miongoni mwa kitu ambacho ni bora sana. Ni bora sana kwa sababu mtoto anapokuwa amekosa elimu, kwanza inamfanya ajione hawezi. Yaani kila sehemu mkikuta wenzangu wameenda shule, mimi sijaenda, mtoto anaanza kujitenga. Yaani anakuwa anakosa ile confidence, lakini pia anajikatia tamaa ya kujiendeleza kwamba mimi sina elimu, mimi ndo nitaishia hapa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo wazazi wapeleke watoto shule, lakini serikali pia nawashukuru kwenye hili swala la kuhakikisha kwamba asipompeleka mtoto hivyo yani sheria inafuata mkondo wake. Kwa hiyo yani serikali itengeneze sheria zingine ambazo zitamlinda mtoto na kuhakikisha kwamba kila mtoto anapatiwa haki ya elimu. Kwa hiyo wazazi wapeleke watoto wao shuleni wapate haki yao ya elimu, lakini pia na sisi watoto tunapopeleka shuleni tuna wajibu pia wa kusoma, kwa sababu kitimiziwa haki ya elimu pia unatakiwa kusoma na kufanya vizuri. Pengine una neno lipi kwa watoto nao kuhakikisha wanatimiza wajibu wao, kuhakikisha pengine kuna masuala ya kuwaheshimu wazazi, kuwaheshimu walimu na watu wote kwa ujumla? Yes, watoto sisi tuna wajibu wetu, kwa sababu hatuwezi kupewa haki bila wajibu, hatuwezi kutimiza wajibu bila haki. Kwa hiyo cha kwanza nitoe wito kwa watoto wote wasimame mstari wa mbele kupambania haki zao kama watoto hapa nchini. Lakini pili, na sisi watoto tutimize wajibu wetu. Mfano tu tunapozungumza kama tuna haki ya kupata elimu, tunataka tutimize wajibu wetu, tusome kwa bidii, tuwatii walimu, tuhudhurie shuleni, tuepukane na vitu vya utoro. Tunapozungumza kama tuna haki ya kulindwa, tuna wajibu wa kujilinda na kuwalinda wenzetu. Natamani kufahamu sasa kwamba wewe unaumia kiasi gani kama kiongozi wa taifa pale ambapo mtoto amefanyiwa ukatili, amebakwa, amelawitiwa, halafu mhalifu ama yule ambaye anasadikika kufanya jambo hilo yupo mtaani ama akapata mdhamana? Binafsi huwa najisikia vibaya sana kama kiongozi wa baraza la watoto taifa
kuona kesi nyingi zimekuwa zikishia njiani kwa namna hii. Kwa hiyo ninapoumia hivi, kuna hatua mbalimbali ambazo pia tunazichukua kama viongozi. Tunashirikiana na wadau kwamba kuhakikisha kwamba kosa au makosa mbalimbali ambayo yanalenga watoto, hususan makosa ya ubakaji na vitu vingine kama hivyo ulawiti, yasipewe dhamana. Tunaiomba serikali na pia wabunge, hususan sasa hivi kuna bunge linaendelea, waliangalia pia hili swala kwa jicho la tatu, kwamba hiyo sheria iweze kurekebishwa ili watoto waweze kutimiziwa haki zao. Lakini pia tunatamani hao watoto ambao wamekuwa wakiendelea na hizi kesi wasirudishwe mazingira ya nyumbani, wapelekwe mazingira ambayo ni salama, na mpaka hati itakapokuwa imepatikana mtoto ndo arudishwe nyumbani, ili kuepusha hii mianya ya rushwa, lakini pia maneno makali, kutishiwa na vitu vingine kama hivyo. Shinyanga ni moja ya mkoa ambao huwa unatajwa sana kwenye wazazi kumaliza wao wenyewe kesi nyumbani. Pengine kuna tukio la mtoto limetokea leo, baada ya siku kadhaa wazazi wameelewana, ama kuna swala ya ndoa za utotoni, wazazi wanamalizana wao wenyewe kwa wenyewe. Pengine ni jitihada gani zinafanyika, ama una wito gani katika masuala haya? Hilo tatizo lipo, na sio Shinyanga tu, lipo sehemu kubwa sana hapa nchini. Hilo tatizo ni kubwa, ambapo kesi nyingi za watoto haziishi kutokana na sababu ya maridhiano ama makubaliano. Kwa sababu ukatili wa watoto sasa hivi unafanya na mtu wa ndani kabisa. Nakuta mtoto kafanywa ukatili na baba mdogo, shangazi, mjomba. Kwa hiyo ile familia wanaona kama vile ni fedhea, kwamba unamfunga mjomba wako, unamfunga babako. Kwa hiyo anakaa wanazungumza, yanaisha. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Ndio maana tunapambana sana hii sheria iweze kurekebishwa ya dhamana kwa watu ambao wamefanya makosa ya namna hiyo, mpaka haki itakapo tendeka. Na ikiwezekana hii kesi inapofika tu pale polisi, iende mahakamani. Bora kaende kaishia mahakamani, lakini imeshafika, kuliko kwamba inaishia tu polisi, kwa sababu watu wanakaa na kuzungumza, wanamaliza. Kwa sababu tatizo la ukatili linazidi kuwa kubwa, kwa sababu tumwangalie pia mtoto ambaye anafanya kitendo cha ukatili, kwamba baada ya hapo anakuwa katika mazingira gani, jamii namchukuliaje, na anaendelea kumuona yule mtu ambaye amefanya kitendo cha nini, cha ukatili. Na mtoto anajikuta anachukia watu wote, kama anajiona yeye hawezi, alifanywa hivi, yani anakuwa anajipoteza ile thamani alionayo yeye kama mtoto. Baraza la watoto, katika changamoto hii huwa mnakabiliana nayo vipi, hasa mnapokutana na changamoto, pengine kiongozi wa serikali ama viongozi wa dini ama anatuhumiwa ama anasadikika kufanya ukatili, kumbaka ama kumlawiti mtoto? Na pengine una ushauri gani ama ombi gani kwa serikali? Baraza la watoto sisi watu tunatoa taarifa. Yes, kwa sababu anashukuru pia watoto wengi wamekuwa wakiripoti vitendo vya ukatili katika baraza la watoto. Kwa maana hiyo mashuleni wanaripoti akifanywa kitendo cha ukatili labda na kiongozi yoyote, tunatoa taarifa kiukweli, na watoto wamekuwa mstari wa mbele pia kuweza kutoa hizo taarifa za ukatili. Kwa sasa binafsi tunaumia sana tunapoona watu ambao tunawategemea waweze kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na ukatili wa kijinsia kwa watoto ndio wanatenda hivi vitendo vya ukatili, sana viongozi labda wa dini, wa serikali. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana kwenye utoaji wa taarifa, hususan ni kiongozi ambaye mnamwamini, lakini ndio hivyo, kwa sababu kafanya kosa na sheria inatakiwa ifuate mkondo wake, tunaripoti. Kwa hiyo nitoe wito kwa viongozi wa dini, viongozi wa serikali, lakini pia kwa serikali, kwamba wao wawe mstari wa mbele kupambana na haya mambo ya ukatili wa kijinsia kwa watoto, kwa sababu ndio wanalenga jamii na ni watu ambao na ushawishi mkubwa kwa jamii. Binafsi kama baraza la watoto hatuwezi pekee kuweza kupambana na changamoto ya namna hii. Kwa hiyo tunahitaji tushirikiane na wao, tuwe na umoja, kwa sababu wao wakishirikiana na sisi, tukishirikiana na wao, vitendo vya ukatili vinajikuta vinapungua na vinaisha kabisa. Na wape nafasi watoto. Na unapokuwa na ibada kanisani, chukua kiongozi mmoja wa baraza la watoto, mpe dakika 5 aweze kuelezea jamii kuhusiana na changamoto na baraza la watoto, ukatili upoje. Na jamii inaposikia mtoto mwenyewe anaweza kujisemea, inakuwa watu wanachukulia jambo lile ni serious zaidi, na wanajua namna pia ya kuzoea kwamba kama mtoto anaweza kuzungumzia hivi, basi mzazi anayetenda ukatili ataona kwamba sio sahihi. Sana, nikushukuru sana. Pengine nataka kufahamu sasa udhalilishaji wa watoto mtandaoni, pengine unawaathiri vipi hasa watoto kisaikolojia, ukizingatia kwamba wanapaswa kulindwa na mambo mengine kadha. Pengine unawaathiri vipi watoto kisaikolojia, hasa tukizingatia katika upande wa afya? Ukatili wa watoto wa mtandaoni una athari kubwa sana kwa watoto, na ukatili huu umekuwa ukileta madhara mbalimbali. Kwa sasa hivi tumesikia watoto wengi wamekuwa wakijiua.
kutokana na kwamba kapigwa picha yake labda ya utupu, picha ya ovyo, anatishia kwamba hii picha nitaiposti, ataiona baba yako. Kwa sababu mtoto upeo wake pia unakuwa ni mdogo, anawaza kwenda kujiua. Kwa hiyo watoto wengi pia wamepata athari ya afya ya akili kutokana na ukatili wa watoto. Kwa hiyo mitandao ya kijamii kiukweli imekuwa ni changamoto kubwa sana kwetu watoto, kwa sababu watoto wengi sana wamekuwa wameathirika upande wa afya ya akili kutokana na mitandao ya kijamii, kwa sababu mtoto anatakiwa pia apewe elimu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kwamba mitandao ya kijamii ina faida na ina hasara pia. Sasa kuna watoto ambao pia wamekuwa ni waanga wa mitandao ya kijamii. Sasa ni kuna watoto ambao wanalala na simu. Nakuta mtoto anakesha anacheza game, mtoto anakesha ana chat. Kwa hiyo inamfanya akili yake inampelekea. Kwa maana hiyo anakuwa ni muathirika au mwanga wa hicho kitu. Kwa hiyo asipocheza game anakuwa ni mpweke. Yaani inafikia stage sasa simu au kifaa cha mawasiliano na mtoto kinaanza kufanyaje? Kumuendesha. Na watoto wengi sana wameathirika kutokana na mitandao hii ya kijamii. Kwa hiyo kuna miongozo mbalimbali au kuna miongozo mbalimbali ambayo serikali imeitoa kupambana na ukatili wa watoto mtandaoni. Kuna vijarida vilitoka kwa ajili ya wazazi na walezi, lakini pia kwa ajili ya watoto, namna ya kuwasaidia watoto ambao pia ni waathirika wa mitandao ya kijamii. Kwa sababu kama nilivyokwisha kueleza hapo, limekuwa ni tatizo kubwa sana. Yaani mtoto yupo hali kwa wakati, yupo busy na simu, ni anachati na watu wasiowajua. Mtoto anakutana na utapeli mle, anaambiwa nitumie picha zako na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini tatizo hilo ni kubwa kwa kweli na limewaathiri sana watoto. Pengine una wito gani hasa kwa wazazi? Kwa wazazi, kwanza mtoto unapomkabidhi chombo cha mawasiliano unatakiwa kumfuatilia. Ikiwezekana kama amefungua akaunti zake Instagram na wapi, followers wake wa kwanza anatakiwa wewe mzazi. Kwa maana hiyo uwe unaona kila anachokifanya mtoto wako kwenye social media ili kisiendane anapokuwa amekwenda kinyume wa kwanza kuona na kuweza kumkanya. Lakini jambo la pili, serikali imeunda hii sheria ya usalama wa watoto mtandaoni. Inatakiwa hii sheria iendelee kuizingatia na kuifuata, kwamba mtoto asirekodiwe ovyo ovyo, asiposti hiyo na vitu vingine kama hivyo, ili kuhakikisha kwamba hii mitandao ya kijamii watoto wanaitumia ipasavyo au kuwapa maendeleo kielimu, kushiriki na vitu vingine kwa namna hiyo. Sasa ninakushukuru sana. Pengine una nini cha kuongezea sasa kwa watoto nchini katika kuhakikisha wanaimarisha hasa masuala yao ya kuhakikisha usalama wao unakuwa imara zaidi? Binafsi ni wasii watoto wote nchini Tanzania wajiunge na mabaraza ya watoto yaliyopo maeneo yao karibu, ili waweze kupata nafasi ya kukutana na watoto wenzao, lakini pia kuweza kutoa mapendekezo mbalimbali ambayo yanahusiana na wao. Lakini pili, niombe serikali pamoja na wadau kuhakikisha kwamba mabaraza ya watoto yanayoanzishwa yanauishwa na kuendelezwa, kwa sababu mabaraza mengi hapa, lakini hapa mabaraza ambayo hayafanyi kazi. Kwa hiyo serikali pia inatakiwa isimame kuhakikisha kwamba mabaraza yanayoundwa yote yanaendelezwa na watoto wanaweza kushiriki ili waweze kupata haki zao. Wito wako kwa wazazi kuhakikisha pengine wanawapa kipaumbele zaidi watoto hasa kwenye kuzingatia vipaji vyao? Wazazi, wito wangu kwa wazazi, na niombe wazazi wote kwamba kwanza wazazi wanatakiwa kubaini vipaji vya watoto pindi wanapokuwa wadogo, lakini pia kuona namna mbalimbali ya kuweza kuendeleza watoto, kwa sababu watoto wengi nguvu zao zipo kwenye vipaji. Lakini pia kisha kugundua mtoto wako ana kipaji fulani, kuna baadhi ya vitu vitakuepushia. Mfano mtoto na ili ugundue unatakiwa pia kumshirikisha. Unakuta mtoto ana kipaji labda cha kuimba, lakini unaenda kunamnunulia mpira. Kwa hiyo inakuwa ni vitu vile ambavyo nini? Watoto waendeleze watoto kielimu kwanza, lakini pia waendeleze vipaji vyao, lakini pia waendeleze watoto katika masuala zima ya kiroho, lakini pia wale watoto katika misingi ya Kitanzania, ili tuepukane na hizo tamaduni za magharibi ambazo pia zinalenga kuharibu pia tamaduni yetu ya Kitanzania, ambapo kuna mmomonyoko mkubwa sana wa maadili, hususan kwenye kundi la watoto. Kumekuwa na changamoto kadhaa zimekuwa zikitajwa hasa kwenye vituo vya kulelea watoto. Unafikiri pengine una ushauri gani hasa kwenye vituo hivi vya kulelea watoto kuhakikisha vinawalea watoto katika misingi mizuri ambayo inapaswa kufanyika hapa nchini? Sio kila mtu anaweza kwenda kukaa na watoto wenye hizo changamoto mbalimbali. Kwa hiyo waanzilishe hivi vituo serikali, lakini pia wanatakiwa waweke wataalamu maalum kuna hivyo vituo. Lakini waanzishe vituo ni vichache kwa kweli kulinganisha na mahitaji yaliyopo. Kwa hiyo waweke watu ambao ni professional na waweza kuishi na watoto wa aina hiyo, vituo vianzishwe. Lakini pia kuna hao watoto wenye ulemavu na vitu vingine vya namna hiyo, wazazi wanatakiwa pia waweze
kuwafikisha kwenye hivyo vituo ili waweze kupatiwa haki zao za msingi. Sawa, chochote cha kuongezea? Kingine cha kuongezea, na washukuru sana watu wote wasikilizaji wetu katika kipindi chetu hiki. Natumaini tutakuwa pamoja, lakini binafsi ni waombe tuendeleze mabaraza ya watoto hapa nchini Tanzania, lakini binafsi niombe serikali ihakikishe kama kuna ushiriki wa watoto hususan katika masuala ambayo yanawahusu. Kwa sasa hivi kuna mipango na budget inayoendelea kwa bungeni. Ni vyema pia wizara pamoja na serikali wakachukua pia maoni ya watoto, kama watoto wanasemaje, ili waweze kuwaendeleza pia na waweze kusikia maoni yao yaingie katika mipango na budget, wasikie pia vipaumbele vya watoto ambavyo tunavihitaji katika bajeti hii. Kuna takribani watoto wangapi kwenye baraza lenu? Baraza la mkoa au taifa? Baraza la taifa kila mkoa una watoto unawakilisha na watoto wawili. Na tuna mikoa 31, kwa hiyo tuna watoto 62, lakini kuna watoto 7 ambao ni wana mahitaji maalum. Kwa hiyo baraza la watoto taifa lina jumla ya watoto 70, na katika hao 70 kuna muundo wa baraza la watoto. Tuna kamati kuu ya baraza la watoto taifa ambayo ina jumla ya watoto 12, kuna mwenyekiti ambaye ni mimi, kuna makamu mwenyekiti, kuna katibu, kuna mhasibu na kuna hao wajumbe wengine ambao wanakabilishia idadi ya kufika wajumbe 12 wa kamati kuu. Na baraza la watoto wapo kila shule? Baraza la watoto lipo kuanzia ngazi ya kata na kila shule. Kwa hiyo kuna kila shule ambayo kuna dawati la ulinzi na usalama wa mtoto ndani na nje ya shule, pia baraza la watoto lipo. Asante, nikushukuru sana. Mtazamaji wa Misaraba Media, nikushukuru sana hasa wewe ambaye umekuwa pamoja na sisi toka tumeanza kipindi hiki na mpaka sasa hivi tunaenda kutamatisha kipindi hiki. Na kipindi cha Usio ya Jua ni kipindi ambacho tunakusogezea viongozi, mahojiano ya viongozi mbalimbali na wadau mbalimbali wa maendeleo kama sehemu ya kutambua mchango wao katika jamii. Na leo tumeketi na kuzungumza na mwenyekiti wa Baraza la Watoto Taifa, Rafael Charles Joseph, ambaye tumezungumzana mambo kadhaa, naamini umefuatilia kwa undani kabisa. Ni kuombe tu pia kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel yetu, hakikisha una subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakuwa tunakusogezea. Jina langu ni Mapuli Kitina Misaraba. Endelea kufuatilia vipindi hivi, tutaendelea kukusogezea kila wakati. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.